الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نعم، وتوفيقي الله سبحانه وتعالى tunaendelea na mutaalaa wetu wa somo letu la hadithi, na leo tupo hadithi ya pili. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, maana Sheikh maana yule aliyekusanya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, na kumepokelewa kutoka kwa Abi Hurairah Mwenyezi Mungu amridhie, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Kumepokelewa kutoka kwa Abi Hurairah amesema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum, la yaqbalu Allahu, Mwenyezi Mungu haikubali, Mwenyezi Mungu haikubali. Hiyo la ni ya nafi. La ya nafi inapoingia katika mudhari inaihusisha ile mudhari na wakati wa sasa. Hauwezi kusema hatoikubali, na kwa sio sawa sawa. Haikubali ndio sahihi Kwa hiyo la yaqbalu Allahu, Mwenyezi Mungu haikubali salata ahadikum, swala ya mmoja wenu, idha ahdatha, pindi atakapohuduthu, hatta yatawadda, mpaka atakapotawadha, hatta yatawadda, mpaka atakapotawadha. Kupitia hadithi hii tunapata ishara mbili za kisheria kwamba miongoni mwa masharti ya kuswihi swala ni mtu atawadhi, apate udhu, sawa sawa Lakini pia ikiwa mtu anaswali kisha akahuduthu katikati ya swala, basi pia hapo swala yake na kuwa nini, imeharibika. Inabidi atoke akatawadhe tena upya, kisha ndio aje kuswali. Tamam. Lakini pia wakasema ulama kwamba kupitia hadithi hii tunapata dalili kwamba udhu mmoja ambao mtu ameutawadha kupitia maji unaweza ukaswalia faradhi zaidi ya moja, muda haujahuduthu, muda haujahuduthu. Mathalan, umetia udhu wa dhuhuri, utaswali adhuhuri kwa udhu ule, ikafika alasiri bado uko na udhu wako na haujahuduthu, basi udhu ule pia unaruhusiwa nini, kuswali nao pia nini, alasiri. Ikaenda hivyo hivyo mpaka magharibi, pia udhu bado unao, ule udhu wako ule wa adhuhuri pia unaruhusiwa kuswalia nao magharibi. Ikaenda vile vile mpaka isha, udhu wako bado unao, basi unaruhusiwa pia nini, kuswali nao udhu huo isha, muda haujahuduthu. Tamam. Tofauti na kwenye kutayammam. Hadithi ya kutayammam ni kwamba nini, kila faradhi mtu atayammam, maana tayammam moja hauwezi kuswalia faradhi zaidi ya moja. Tayammam moja utaswalia nini, swala moja ya faradhi. Inapoingia swala nyingine ya faradhi, mathalan ulitayammam kwa ajili ya swala ya dhuhuri, inapokuja swala ya alasiri, hata kama haukuhuduthu, basi tayammamu yako ile haitoshelezi kuswali faradhi zaidi ya moja, na bidi utayammamu tena. Tamam. Hayo ndio tuliyopokea katika hadithi hii. Wa ana Abdullah ibn Amri ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisha radhiyallahu anhum, na kutoka kwa hawa masahaba kumepokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Amri ibn al-As, na kumepokelewa pia kutoka kwa Abi Hurairah, na kumepokelewa pia kutoka kwa nana Aisha radhiyallahu anhum, Mwenyezi Mungu awaridhie. Qalu, wamesema watatu hawa, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wailun lil'aqabi minan nar, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wailun,
adhabu kali itawapata lil'aqabi, wenye kuacha mianya kwenye visigino, minan nar, katika moto. Wailun, adhabu kali itawapata lil'aqabi, wenye kuacha mianya katika visigino, minan nar, katika moto. Maana kuna adhabu kali imeandaliwa huko motoni kwa wale wenye kuacha mianya katika nini, katika visigino vyao wakati wanapotia udhu. Wanawazuoni wamesema wailun ni jangwa ambao lipo wapi? Lipo ndani ya moto wa Jahannam. Tumesema hii wailun, hii wailun ni jina la nini? Ni jina la jangwa. Wailun ni jina la jangwa ambalo liko ndani ya moto wa Jahannam. Wanasema jangwa hilo lau kama litaingizwa jabal, yani lau kama utaingizwa mlima ndani ya jangwa hilo, basi mlima ule utayeyuka wote, utasambaratika, utakuwa michanga mitupu. Tamam. Tena mlima wenyewe uwe mlima wa mawe, na bila shaka milima mingi inakuwa na miamba ya mawe. Kwa hiyo wanasema wailun, wanawazuoni, ni jina la jangwa ambalo liko ndani ya moto wa Jahannam. Na jangwa hilo lau kama litaingizwa jabali au utaingizwa mlima ndani ya jangwa hilo, basi hilo jangwa hilo jabali au huo mlima utayeyuka na kusambaratika wote, utakuwa ni michanga mitupu. Na wanasema kwamba moto wenyewe, moto wa Jahannam, unajikinga na jangwa hilo kila siku mara 70, kwa maana ni moto unamuomba Allah kwamba asiingizwe yoyote katika jangwa hilo, sababu adhabu yake ni kali mno. Ndani hilo jangwa adhabu yake ni kali mno, sawa sawa. Kwa hiyo adhabu ambayo wataipata wenye kuacha mianya katika visigino ndani ya moto wa Jahannam ni adhabu ya kutiwa katika nini? Katika hilo jangwa. Kwa jina lake ndio hili wailun. Tamam. Kwa hiyo wailun, adhabu kali itawapata. Adhabu gani? Adhabu ya kutiwa katika hilo jangwa hilo ambalo linaitwa wailun. Lil'aqabi, wale wenye kuacha mianya katika visigino, minan nar, ndani ya moto wa Jahannam. Kuacha mianya kwenye visigino ni nini? Kuacha mianya ni kwa maana kutia udhu kisha baadhi ya sehemu zikawa nini? Zikawa hazijafikiwa na maji. Ni kutia udhu kisha baadhi ya sehemu ambazo ni sehemu za faradhi zikawa nini? Zikawa hazijafikiwa na maji. Sawa. Lakini hapa sasa kumetajwa lil'aqabi, wenye kuacha mianya katika visigino. Hadithi inazungumzia suala zima la kueneza maji katika vile viungo vya faradhi katika udhu. Sawa. Lakini hapa kwa nini imetajwa lil'aqabi, adhabu kali itawapata wenye kuacha mianya katika visigino? Ni kwa maana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam moja katika siku aliwaona masahaba zake walikuwa wanatia udhu haraka, na yote ni kwa sababu gani? Kwa sababu swala ya alasiri ilikuwa ule wakati wake umeshawatupa mkono. Ule wakati wa alasiri ulikuwa umeshakwenda tayari, yani unakaribia kuisha, na wao walikuwa wameshughulishwa sasa kukimbia ile haraka kutia udhu. Akawaona baadhi ya maswahaba wake wametia udhu, lakini katika visigino vyao huku maji baadhi ya sehemu hayajafika vizuri, kwa maana wametia udhu katika miguu yao, wameosha ile miguu yao, lakini baadhi ya sehemu hazijapata maji. Ndio mtume akasemaje sallallahu alaihi wasallam, wailun lil'aqabi minan nar, adhabu kali itawapata wale wenye kuacha mianya katika visigino, minan nar, katika moto wa Jahannam. Kwa maana hiyo mianya ni kuacha sehemu ambazo zilibidi zipate maji, lakini hazijatiwa maji katika visigino. Sawa. Lakini maonyo yaliyopo katika hadithi hii ni maonyo ambayo yanahusiana na suala zima la kueneza maji katika viungo vya faradhi. Sawa.
Ni maonyo ambayo nini yanaelezea kuhusiana na suala zima la kuendeza maji katika viungo vya faradhi. Mtu anavyotawadha basi ahakikishe kwamba kile kiungo cha faradhi chote kimepata maji, na hasa hasa katika hizi sehemu za visigino kwenye miguu yetu. Sehemu hizi ni muhimu sana mtu kuzichunga. Watu wengi huwa wakiacha mianya kama hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoona masahaba zake wameacha mianya katika sehemu hizi. Na tufahamu kwamba katika udhu, josho la kwanza ndio la faradhi, josho la pili ni la sunna, josho la tatu ni la sunna. Lakini hili la kwanza la faradhi sharti ni kwa maana kile kiungo kupitia josho la kwanza kiwe chote kimepata maji. Josho hilo la kwanza ndio litazingatiwa kuwa ni josho gani? Litazingatiwa kuwa ni josho la faradhi. Lakini umeosha mkono, umeosha nusu, josho la kwanza hilo linakuwa bado halijakamilisha, bado sio la faradhi hilo, kwa maana una wajibu wa nini? Una wajibu wa kuendelea tena kuosha. Josho la pili pia litakuwa kama halikuenea sehemu yote, litakuwa pia bado halijafikia kwenye josho la faradhi. Josho la tatu pia kama halijaenea inakuwa ni bado. Kwa hiyo muhimu ni mtu kuchunga sawa sawa, usije ukaosha mkono mara ya kwanza ikawa josho hilo halijaenea mkono mzima ukazingatia eti hili ni la faradhi, kisha ukaosha mara ya pili ukasema sasa hivi nipo kwenye sunna. Hapana, utakuwa bado kwenye faradhi. Kwa sababu gani? Kile kiungo kupitia josho la kwanza hakijaenea maji chote, sawa. Ili josho la kwanza lizingatiwe kuwa ni josho la faradhi ni linabidi likizi vigezo, kwa maana lienee katika kiungo chote kile. Sasa unaweza ukazingatia kwamba upo kwenye sunna kumbe bado upo kwenye nini? Kwenye faradhi. Tamam. Kwa hiyo hadithi hii inatufundisha na kutupa maonyo kwamba vipi, kwamba mtu mwenye kutia udhu basi achunge viungo vyake vile wakati anatia udhu, vyote vipate maji. Na wakasema wanawazuoni, kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa maonyo kama haya? Wailun, maonyo ya kupata adhabu kali, adhabu ya kuingizwa kwenye jangwa ambao waliko ndani ya moto wa jahannam. Kwa nini? Kwa sababu mwenye kuswali basi na kueneza udhu katika viungo vile vya faradhi ni sawa sawa hajatia udhu, sawa. Na kama hajatia udhu akiswali, swala yake inakuwa vipi? Swala yake inakuwa nini? Hamna kitu, kama tulivyosoma hapo nyuma, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawaddaa. Kwa hiyo mtu ambaye anatia udhu na hachungi katika kuyaeneza maji kwenye vile viungo vya faradhi anakuwa ni sawa sawa na mtu ambaye nini? Mtu ambaye hatekelezi ibada ya swala inavyotakiwa. Kwa sababu gani? Udhu wake haujaswihi. Kwa hiyo hata akiswali pia nini? Swala yake pia inakuwa haijaswihi. Kwa hiyo anahesabiwa ni kama nani? Ni kama tariku swala. Fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun. Anaingia katika kundi la wale wenye kujisahau katika swala zao, sawa. Kwa hiyo mtu akiwa hajaeneza udhu, kwa maana hajatawadha namna inavyotakiwa, akaenda kuswali kwa kuwa udhu wake haukuswihi, basi swala yake pia haiswihi na anahesabiwa ni katika miongoni mwa tariku swala, miongoni mwa wenye kuacha swala. Tamam. Ndiyo maana yakatolewa maonyo makubwa ili nini? Ili mtu awe makini katika kutia udhu. Aya, akaendelea kusema Sheikh, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala idha tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an, pindi atakapotawadha mmoja wenu basi na aingize fi anfihi, ndani ya pua yake, ma'an, maji, thumma yantathir, kisha ayapenge maji yake. Kupenga Waswahili watakuwa wamenielewa, lakini wale ambao hawaelewi, kwa maana ayatoe maji hayo, sawa. Kwa maana mtu anapotawadha
atie maji katika pua yake kisha ayatoe. Sawa. Na sio maji mengi, ni kiasi cha maji tu, kwa maana kaja maan, kiasi cha maji. Tamam. Faman istajmara falyutir, na mwenye kustanji kwa kutumia jiwe. Waman istajmara, na mwenye kustanji kwa kutumia jiwe. Falyutir, basi na afanye witri, afanye witri. Kwa maana mtu mwenye kustanji kwa kutumia jiwe, atumie mawe matatu, au atumie jiwe moja lenye ncha tatu. Katika nini? Katika kustanji, kwa maana katika kutawadha. Maana anapokidhi haja ndogo, sawa, na akaona atangulize kwanza kutumia mawe kabla ya maji, basi hayo mawe sharti yawe ni mawe matatu au jiwe moja lenye ncha tatu. Kiasi atafutia ncha ya kwanza, atafuta tena ncha ya pili, na atafutia katika ncha ngapi? Ncha ya tatu. Sharti ni lazima yapatikane mawe matatu. Sawa, hilo la kwanza. Sharti la pili ni lazima, kama utatumia mawe tu, ni lazima sehemu hiyo itwaharike. Kwa maana kama utakuwa umetumia mawe matatu na hapaja twaharika, basi ongeza mawe mengine mpaka patwaharike. Tamam. Kwa hiyo sharti ni kwamba mawe matatu lazima astanji kwa mawe mangapi? Kwa mawe matatu. Kwa maana lazima mtu ambaye amekidhi haja ndogo kisha akaamua kujitawadhisha au kujistanji kwa kutumia mawe, basi lazima atumie mawe mangapi? Mawe matatu. Hiyo ni lazima na ni sharti. Hiyo ni lazima, si ndio? Sharti lake inakuja baadaye. Tamamu hapo. Falyutir, basi na afanye witri, kwa maana ni lazima atumie mawe matatu. Kisha sasa, kama ameshatumia mawe matatu na hapaja twaharika, ni sharti patwaharike. Kwa maana ataongeza hata mawe mengine, hata mawe yafike 10, lakini sharti ni patwaharike. Tamam. Kwa hiyo lazima mawe matatu na ni sharti patwaharike. Ikiwa atatumia maji, atatumia mawe tu, sawa. Lakini kama kuna maji pia na ataona atangulize mawe, basi atatumia mawe matatu. Hata kama hajatwaharika atamalizia na maji. Tamam. Lakini akiamua atumie mawe tu, basi lazima kwanza atumie mawe matatu. Hata kama alitumia jiwe moja pakatwaharika, basi atumie jiwe la pili pia atumie jiwe la tatu, au atumie jiwe moja lenye ncha ngapi? Tatu. Sawa, hiyo ni lazima. Lakini katumia matatu hapajatwaharika, ni sharti patwaharika. Kwa maana ataongeza mawe mengine, ataongeza kutumia mawe mengine mpaka nini? Patwaharika. Tamam. Kwa hiyo tunaona katika hadithi hii tumeshaelezwa vifungu viwili vya kisheria. Cha kwanza ni kutia maji katika pua kisha na kuyatoa pale mtu anapotia nini? Anapotia udhu. Lakini pia kifungu cha pili ni kwamba mtu anapotawadha au anapostanji kwa kutumia mawe ni lazima atumie mawe matatu. Sawa, lakini pia sharti patakasiki, hata kama zaidi ya mawe matatu. Sawa, hata kama ni kwa kutumia zaidi ya mawe matatu. Tamam. Wa idha staiqadha ahadukum min naumihi, na atakapoamka mmoja wenu kutoka usingizini mwake, falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan. Na atakapoamka mmoja wenu kutoka usingizini mwake, falyaghsil, basi na ayoshe, yadaihi, mikono yake miwili. Yadaihi hapa ni mikono, na tumetangulia kusema ni mikono, lakini kilichokusudiwa ni viganja. Tamam. Kwa falyaghsil, basi na ayoshe, yadaihi, mikono yake miwili. Kimekusudiwa nini? Viganja vyake viwili vya mikono. Tamam. Avioshe viganja viwili hivyo kabla an yudkhilahuma fil ina'i, kabla ya kuviingiza katika chombo. Thalathan, avioshe viganja hivyo mara tatu.
Kimekusudiwa chombo gani? Kimekusudiwa chombo cha kutilia udhu. Sawa Fa inna ahadakum, kwani hakika mmoja wenu, la yadiri, hatambui, aina batat yaduhu, aina ni sehemu gani, batat ulipitiwa na usiku, kwa maana ulilala. Tamam. Fa inna ahadakum, hakika mmoja wenu, la yadri, hajui, aina batat yaduhu, ni wapi ulilala mkono wake. Aina batat yaduhu, ni wapi ulilala mkono wake. Hapo anakusudia ulilala sehemu gani katika mwili wake. Maana mtu anapolala, sehemu nyepesi na sehemu ya haraka kuishika ni katika mwili wake. Sasa ikiwa amelala kisha akaja kuamka, sawa, basi anapoamka, ikiwa atakusudia kutia udhu, avioshe kwanza viganja vyake vya mikono mara 3 kabla ya kuviingiza katika nini, katika chombo cha udhu. Sawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wakati alipolala wakati gani? Wakati alipolala hakuwa ni mwenye kutambua mkono wake umelala sehemu gani, na hapa imetumika batat kuonesha ni wakati wa usiku lakini wanawazuoni wakasemaje? Illa ni kwamba sababu ya kuambiwa nini aoshe viganja vyake viwili ni nini? Ni kule kutokujua kwamba mkono wake uligusa sehemu gani katika mwili wake na mkono wake ulifika sehemu gani katika mwili wake. Sasa hii sababu ya kutokujua ipo katika nyakati zote. Mtu anapolala, sio usiku tu, mtu anaweza akalala mchana pia vile vile akawa ajui mkono wake umegusa sehemu gani ya mwili wake. Kwa hiyo wanawazuoni, japokuwa imekuja tamshi la batat kuonesha ni wakati wa usiku, aina batat yadu, ni sehemu gani mkono wake ulipitiwa na usiku, kwa maana ulilala katika mwili wake, lakini wakachukua ile illa kwamba ya kutokujua ule mkono umelala wapi, wakaiingiza katika nyakati zote. Ikiwa mtu atalala asubuhi, anapoamka akikusudia kutia udhu, basi avioshe kwanza viganja vyake viwili, sawa. Mchana hivyo hivyo, usiku ndio kabisa kama ilivyokuja katika hadithi. Tamam. Wa fi lafdhin li muslimin, na katika tamshi jingine la Muslim imekuja aliyastanshiq bimankhiraihi min alma, basi na apandishe maji bimankhiraihi, kupitia tundu zake nini za pua. Bila mbeleta falyastanshiq bimankhiraihi min alma'i, sawa. Falyastanshiq, basi na ayapandishe bimankhiraihi, kwa kupitia tundu zake mbili za pua, min alma'i, ayapandishe maji. Na hapo imekuja min alma, kwa maana akipandishe kiasi kidogo cha maji Kwa hiyo falyastanshiq, basi na akipandishe bimankhiraihi, kupitia tundu zake mbili za pua, min alma'i, akipandishe kiasi cha maji, sawa. Wa fi lafdhin, na katika tamshi jingine imekuja man tawadha falyastanshiq, mwenye kutawadha basi na apandishe kiasi cha maji kupitia nini? Kupitia tundu zake za pua, kisha akitoe. Tamam. Kwa hiyo katika hadithi yetu hapa tumepata pia kusoma jambo la 3. Jambo gani? Idha stayqadha ahadukum min naumi falyaghsil yadayhi, sawa. Basi na avioshe viganja vyake viwili vya mikono kabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan, kabla hajaviingiza katika chombo. Tena avioshe mara ngapi? Mara 3, sawa sawa. Sasa wanawazuoni wakatofautiana katika kuitekeleza hii amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amri ya kusema idha tawadha ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an, kwa maana amri ya kupandisha maji katika pua kisha yatoe. Wakatofautiana baadhi ya wanawazuoni. Kuna baadhi yao walisema kwamba ni wajibu, jambo hilo ni wajibu na wanalitekeleza kuwa ni kama wajibu, sawa. Lakini Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala
alisema kumwambia Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik alisema kumwambia mmoja katika wanafunzi wake, akamwambia kwa kuwa kwenye Qur'ani haikuja kuelezea wajibu wa kutia maji katika pua, basi sisi tunazingatia kuwa nini? Kuwa ni sunna. Sasa Imam Malik baada ya kutoa kauli hiyo, Imam Shafi naye pia akamfuata katika kauli hiyo. Kwa hiyo sisi madhhabu ya Shafi'ia kupandisha maji katika pua wakati mtu anapotawadha ni nini? Ni sunna, sio wajibu. Sawa Lakini kutumia mawe wakati wa kustanji, mawe mangapi? Mawe matatu ni lazima. Sawa hata katika madhehebu yetu sisi nini ya Shafi, na sharti lake ni kwa maana hiyo mahali isafishike, hata kama ni kwa kutumia zaidi ya mawe mangapi? Zaidi ya mawe matatu. Lakini tukaona mwisho kabisa tukaambiwa, idha stayqadha ahadukum min nawmi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalatha. Hii katika madhehebu yetu Shafi'ia amezingatia kwamba sio wajib, sio wajib, ni sunna. Lakini pia ukiangalia pia ni jambo zuri, sababu ni jambo ambalo litakuepusha wewe na uchafu katika nini, katika kutia kwako udhu. Sawa. Lakini pia maradhi, wewe umeamka tu ukashika tu maji moja kwa moja ukatia usoni, kwenye uso kuna macho ambayo kama kuna fungus katika mikono na ukayatia maji tu kwenye chombo ukamwagia usoni, basi fangasi hawa wanaweza kuingia katika macho na ikawa ni madhara. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni bora zaidi mtu alifanye, na ni miongoni mwa mambo ya usafi, kama ninavyoambia al-Islam nadhifu fatanadhafu fa innahu la yadkhulu al-jannata illa nadhifu. Tamam. Kwa hiyo katika hadithi hii tumepata vitu vitatu Haya matamshi yalikuja chini, wa fi lafdhi li Muslim falyastanshiq bimankhirayhi min al-ma, kwa maana ni anatifia kule nyuma, idha tawadda ahadukum falyastanshiq bimankhirayhi min al-ma, basi na akiingize bimankhirayhi, albau lilisti'ana, bau lilisti'ana, na istinshaq ni kile kitendo cha kuyavuta maji, kama kitendo cha mtu kuvuta harufu uweza kuvuta harufu au kuvuta hewa kwa nguvu kuingiza ndani ya pua, si ndio? Sawa, hiyo ndio istinshaq. Sawa Kwa hiyo achukue maji aweke karibu na pua, kisha ayapandisha yale maji, afanye kama anavuta hewa ndani, yaingie puani, kisha ayatoe. Sawa ndicho kilichokusudiwa hapo. Kwa hiyo bi mankhiraihi, ibau lilisti'ana, kwa maana idha tawadda ahadukum, pindi atakapotawadha mmoja, falyastanshiq, basi na ayapandishe maji au falyastanshiq, basi na akipandishe. Sasa falyastanshiq, basi na akipandishe puani mwake, falyastanshiq, basi na akipandishe puani mwake, bimankhiraihi, kupitia msaada wa tundu zake mbili za pua, minal ma, akipandishe kiasi cha maji. Sawa Kwa matamshi haya yamekuja kuatifia yale matamshi yaliyotangulia kule nyuma. Sawa, idha tawadda, pindi atakapotawadha, ahadukum, mmoja wenu, falyastanshiq, basi na akipandishe puani, bimankhiraihi, kupitia msaada wa tundu zake mbili, minal ma'i, kiasi cha maji, kisha nini? Ayatoe. Tamam. Na tamshi la pili imekuja wazi, kwa maana man tawadda falyastanshiq. Sasa tamshi la pili ile limekuja kwa ujumla, mwenye kuweza kuyaingiza hayo maji kwa kufanya kama anayavuta ni sawa, na mwenye kuweza kuyaingiza kwa kuchukua mkono akayaingiza kwa mkono basi na kuyavuta kwa tundu zake za pua pia ni sawa. Tamam. Lakini lile la juu lililosema bimankhiraihi, kwa maana kupitia msaada wa tundu zake mbili za pua, kwa maana ayapandishe maji yayo puani kwa kuyavuta ndani kupitia kama anavuta hewa kwa ndani, si ndio? Kisha baada ya hapo ayatoe. Wa ila huna ntahi, wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum, al kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana, wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.